kwamba kanisa lenye nguvu ni la watu waliotubu dhambi. Sasa nikaongea juu ya shauri la mtu mmoja, anasema lakini Wakristo wanaokunywa pombe ni wengi kuliko wapagani, kuliko watu wengine wa dini zingine. Wakristo wengi wanakunywa pombe. Sasa tukajaribu kupanua huo mjadala kwamba ni kweli, lakini imeonekana kama sio kweli, lakini kama kuna ukweli, kwa sababu mchangiaji mmoja hapa mwishoni anasema mbona kwenye harusi unakuta pombe zinakuwa nyingi kuliko soda, unakuta mpaka wanaofunga wenyewe wanakunywa. Kwa hiyo basi labda huyo mtu aliona tathmini hiyo. Sasa tumeingia kwenye somo la pombe kutokana na mjadala huo. Sasa pengine Gloria anasema wanatumia hiki kifungu cha alichokisoma cha Yohana 2 kuanzia ule mstari wa 7 aliposoma pale kuhusu Yesu kufanya muujiza wa divai kwenye harusi ya Kana. Sasa wewe mtu mwingine unasemaje? Mmoja anasema haikuwa pombe, ile ilikuwa haijachachushwa, ile ilikuwa ni mwanafunzi wa theolojia, mnaenda huko chuoni. Ni nini hiyo? Ni huyu mtumishi anasema ni kama naungana na mama mchungaji kwamba haikuwa nini, haikuwa pombe, ile ilikuwa ni juice. Samani baba, ni tamani pia kupata tafasiri nzuri. Nimejaribu kuangalia pia Biblia ya Kiingereza inatumiaje hilo neno, kwa sababu mama pale amesema mvinyo, sehemu nyingine inatumika divai. Sasa ukiangalia tafasiri ya Kiingereza inatumia neno moja, wine. Sasa labda nipate ufahamu na mimi sasa, kwa namna nyingine sijajua, labda kuna utofauti wa wine kwa lugha ya Kiingereza, kwamba zinaweza zikawa zina utofauti, kwa sababu kwa lugha ya Kiswahili inatumia neno mvinyo, kuna sehemu nyingine inatumia neno divai. Sasa labda kuna utofauti kwa Kiswahili kutokana na tafsiri yenyewe, lakini kwa lugha ya Kiingereza natumia neno moja, wine. Yaani kwa sababu nani alcohol haijaandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo ina maana kwamba ipo yenye kileo na isiyo na kileo. Na ndio maana kwenye harusi zetu pale kuna champagne yenye kileo na isiyo na kileo. Zote ni wine zile pale. Kwa hiyo iko hivyo. Na maana Yesu ndio maana akasema iliyo njema. Kwa hiyo Yesu maana hakuichachusha. Ila zile zote tengeneza wale wa kwanza zilikuwa zimechachushwa. Ndio kitu kama hicho hapo. Ni kama vile hata hizo pombe za kiendi hapa, sawa? Usipoichachusha ile pale unabugia vizuri tu. Ukiweka tu kile kimea ina change. Na nuile mwijolo. Nashukuru sana. Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kama anavyosema mtumishi, lakini sina majibu yale ya moja kwa direct, kwa sababu labda baba anaweza akawa na ufahamu zaidi, lakini nafikiri sisi ndio ambao tunaleta tafasiri, kwa sababu kutokana na Biblia sisi tunasoma vile vitu ambavyo vimetafasiriwa tayari. Kwa hivyo kilichoandikwa kwenye maandiko kimetumia neno wine kama wine. Kwetu sisi huku kwenye tafasiri tunapokuja kuweka inawezekana ni kwa sababu ya watu kuelewa, lakini kwenye upande wa andiko kama andiko nafikiri tunatakiwa tuende direct moja kwa moja. Nadhani inaweza ikawa vizuri zaidi. Mwanafunzi wa theolojia hapa asemaje? Gwajima mdogo wewe ni nini hapo unachoelewa hapo? Halisia ni kwamba Yesu hakutengeneza pombe. Haleluya. Ila alifanya muujiza tu atofautishe kati ya wale waliotengeneza pombe na yeye. Ndasoma ile Yohana 2 mstari ule wa 7. Yesu akawaambia, jalizeni mabarasi maji, nao wakayajaliza hata juu. 8. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakampelekea.
Lakini naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwita bwana arusi, akamwambia, kila mtu kwanza uandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo uleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. 11. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Kwa tunaona huo ulikuwa ni muujiza ambao alifanya wa kwanza kabisa Yesu, na wala hakutengeneza pombe. Na anapozungumza juu ya divai, sio kilevi. Haleluya. Lakini sisi kama sisi tumepatana tusitumie kwa sababu nyingi zinazotueleza. Tunayo mamlaka ya kufunga na kufungua. Katika Mathayo 16 mstari ule wa 19 anasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo sisi kama alivyochangia, haijalishi hapa maandiko hayajatoa wazi kabisa ile divai ni nini. Tunajaribu kutetea tu, lakini hatuwezi kujua utamaduni wao, kwa sababu kanisa linapita kwenye hatua hadi hatua, watu wanabadilika. Kuna vitu vingine sio dhambi leo, lakini kesho itakuwa nini? Dhambi. Kwa mfano tu kuvaa pekosi leo. Mtu aje zamani kule kuvaa pekosi ilikuwa ni kiroho. Mtu umevaa suruali, yani suruali tu umevaa mita 2 sijui. Mtu suruali amevaa mita, ameifunga, yani nilikubwa. Leo hii suruali watu wanavaa inamtosha, havai likubwa. Sasa akivaa likubwa leo, kama mtu angeandika Biblia kipindi kile angesema huu ndio utakatifu. Lakini leo hii tungeona kwamba huu sio utakatifu. Ni kwamba kuna vitu vingine vilifanyika kwenye Agano la Kale ambavyo kwenye Agano Jipya ukivifanya leo haviwezi kuwa sawa, na kuna vitu vingine ambavyo ukivifanya leo utakapokuja kuvifanya baada ya miaka 10 vitakuwa sio sawa. Bwana tusaidie sana. Sasa kwa habari ya pombe, kwa habari ya divai na lugha iliyotumika, unajua nimejaribu kwenda kuchukua ile Biblia kubwa yenye fasiri Zondervan na hiyo nyingine ya Kiingereza, haijanisaidia sana kujua kutaka kupata majibu kama tulivyokuwa tunajibu kwamba Yesu hakutengeneza nini? Divai ambayo ina kilevi ndani. Kwa hiyo Biblia haisemi kwamba kulikuwa na kilevi, kulikuwa sio kilevi. Ila sisi kwa sababu ya kukosa tafsiri tunaamini kwamba haikuwa yenye kilevi. Tunaamini, lakini maandiko hayajathibitisha. Lakini neno la Mungu kwenye Mathayo hii 16 mstari wa 19, hata kama kule haijafafanua, lakini kanisa kama kanisa limefunga Mkristo kunywa pombe ni dhambi. Na kitu chochote ukisema ni dhambi, ni dhambi. Ukisoma Warumi 14:23, labda nianzie 22, anasema ile imani ulio nayo
uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analolikubali. Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Tumepambanusha, tumeelewa, tumefahamu, tumeona watu ambao wana umaskini wa kutosha na watu ambao hawawezi kusonga mbele katika kufikia mafanikio ni watu walevi. Walevi hawana maendeleo, hawana mafanikio. Ulevi unaondoa busara. Ulevi unasababisha umaskini. Na ndio maana hata serikali inapandisha kodi kwenye vilevi. Anasema watu ambao wanasema haiwezekani kuacha pombe ni waongo. Sisi tusingeweza kufanya nini? Kuacha. Lakini iliwezekana tukaacha. Amen, amen. Kwa hiyo Mkristo, sababu zake za kuacha pombe imefungwa na kanisa, kwamba Mkristo asinywe pombe. Na linalofungwa duniani na mbinguni lina. Jambo la pili, yeye ni mteule, ni mnadhiri wa Mungu, ni kuhani wa Mungu. Tumesikia katika Biblia inasema mnadhiri wa Mungu, mtakatifu wa Mungu hapaswi kutumia nini? Vileo. Hapaswi kutumia pombe. Lamueli alikatazwa pombe kwa sababu itampelekea, kama yeye mfalme ataamua vibaya. Sasa wewe mtumishi wa Mungu unaamua kila siku. Wewe ni mtumishi wa Mungu, utawaamua watu vibaya kama utatumia kilevi. Kuna watu watakuja watake ushauri kwako wa kiroho. Kwa hiyo unapaswa kuwa mtu usiyetumia, na wala usikae barazani pa walevi, kwa sababu ni rahisi kutumia. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema toka mwanzo, hii somo la tumia vilevi ni somo la wachanga sana, wale wanaoamini, wanaookoka hivi karibuni. Kwa Wakristo wakomavu walishavuka muda mrefu hawatumii. Lakini inasaidia katika mjadala huu, unaweza ukawa na uelewa sahihi na ukaweza kumsaidia mtu mwingine kwa mtazamo usiokuwa na mashaka. Neno la Mungu acha lijisemee lenyewe, usijisemee, usilisaidie kusema. Na namna ya kusemea kwa nini usinywe pombe, nafikiri hii ni njia nzuri sana, kwamba sisi ni watakatifu wa Bwana. Sisi ni wateule, kama Petro wa kwanza alivyosema 2:9, kwamba sisi ni uzao wa kifalme. Sisi ni watakatifu wa Mungu, taifa la Mungu, watu tulioteuliwa. Sisi ni wanadhiri wa Mungu. Mtumishi wa Mungu hapaswi kugusa kilevi. Sisi ni kama akina Samsoni wa leo. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Neno la Mungu linasema tusilewe kwa mvinyo, bali tujazwe Roho Mtakatifu. Kuna mtu mmoja ana trendi sana sasa hivi kwenye mitandao. Yule mtu anaonekana kabisa amelewa, dada mmoja hivi, lakini anahubiri injili. Neno linalotoka kinywani pake ni neno lililo hai, lakini aliyelibeba anaonekana kabisa huyo amelewa. Na mimi kuna mahali nikajaribu kucomment, anauliza hii ni nini? Huyu mtu pengine alishawahi kuokoka zamani, huyu mtu sijui koje, huyu Mungu anamtumia. Mimi nikasema hivi, mtu yoyote ambaye amewahi kukionja kipawa cha Roho Mtakatifu na akaasi, neno linakuwepo pale ndani yake, linabaki, haliondoki.
na akilewa anaweza kuwa na ujasiri wa kusema vitu vinavyotoa ujasiri wa kusema ulevi au Roho Mtakatifu. Ndio maana hata kuhubiri Injili, mtu ambaye hajalewa, hana Roho Mtakatifu, inahitaji ujasiri sana. Ndio kuna mtu mmoja nisikia kwamba nimewaambia kule, anasema paka anywe pombe ndio aende akafundisha. Ni mwalimu wa kwaya. Ninachotaka kuzungumza ni hiki. Yule dada, comment yangu nikasema hivi, mtu anaweza kuwa na ujasiri wa kufanya hivyo akiwa na hiyo pombe au na roho. Nikasema huyu dada atakuwa mzuri sana, abadilishe tu hapo. Badala ya pombe ajazwe Roho Mtakatifu. Yaani akijazwa tu Roho Mtakatifu, kuna moto utalipuka. Na ukikuta kanisa haliwezi kushuhudia, hilo kanisa hata kama alinywi pombe haliwezi kushuhudia. Kama linataka kushuhudia, haliwezi kushuhudia kama halijajazwa Roho Mtakatifu. Mtu akijazwa Roho Mtakatifu, yani ni kama kilevi cha Mkristo, ndicho anachotakiwa lewe. Roho Mtakatifu kushuka. Ndio maana na flow anaweza kutiririka, anaweza kuongea na watu wazima, anaweza kuongea na watu wa serikali, anaweza kuongea na watu wa kila aina akiwa amejazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu huyu anampa ujasiri, sio pombe. Pombe inapotosha, lakini Roho anaelekeza kilicho cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ni hitimisho langu lilikuwa hivyo. Naona kidole tena, nilikuwa nahitimisha. Either amekunywa kileo au amejawa Roho Mtakatifu. Ukiangalia hata kanisa la kwanza kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2, baada ya wao kujawa Roho Mtakatifu, wakajawa ndimi mpya, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wale watu wa mataifa wakasema wamelewa. Kwa hiyo ile tafasiri sasa ndio kama hii baba alikuwa anaisema. Nilikuwa natamani tu kuongezea hapo, ku connect na andiko. Asante kunikumbusha neno zuri. Mashaka ya wale watu waliowasikia wale wakina Petro au mitume wanahubiri na wana ujasiri wote, tafsiri yao ilikuwa kwamba hao watu wamelewa. Kwa nini? Petro naye alijitetea na sema asubuhi hii, yani hata kama mlevi, yani sisi mmetuweka asubuhi hii tuwe tumekunywa. Akasema hatukulewa, kwa kuwa alikuwa na ahadi ya Roho Mtakatifu angewashukia wasitoke Yerusalemu. Alielewa huyu ni Roho Mtakatifu. Na kuna wakati kwenye ile Yohana 20 mstari wa 22 waliwahi kuvuviwa Roho Mtakatifu. Kwa alikuwa na uzoefu wa Roho Mtakatifu kuwashukia. Kwa akasema ni yule Roho ametushukia, na huyu ni ahadi kwa wote aliisha tabiriwa na nabii Yoeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wengine unapoweza kutumika, hata wanaweza wasielewe, lakini kitu kinachokutia nguvu ni ujazo wa Roho Mtakatifu, wala sio pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatutakunywa pombe, na wala haitakiwi kunywa pombe, na kanisa la Mungu halitakiwi kunywa pombe, kwa sababu wao ni watumishi wa Mungu. Amen. Katika Timotheo wa kwanza 3 anasema anayetaka kazi ya askofu atamani kazi njema, ila asitumie pombe, asitumie kilevo. Askofu wa Mungu au mtumishi, mbele kwenye mistari ya 8 kule anasema hata shemasi hatakiwi. Sasa sisi ni uzao wa kikuhani. Sisi tumepewa tutangaze fadhili za nani? Za Bwana. Na kama kanisa tunaamini ukuhani wa mtu mmoja mmoja. Pazia lilipasuka la hekalu siku Yesu yuko msalabani, ili pale patakatifu kila mmoja aweze kupaingia. Amen.